Nikaenda Karagwe 2020 nikafungua kanisa la Ellen Pentecost. Katika hali ya kufundisha watu, wachungaji wa pale walienda kwenye serikali wakaonga hela. Wakaniita na kunikamata kwamba sina vitambulisho vya kusoma. Kanisa nilikabidhi kwenye kanisa moja inaitwa MMPT, nikalikabidhi kule. Nikaja kusoma hapa Bukoba Kibuye kwenye chuo cha Wakorea. Vyuo kuwa na vyuo yeye tuna vyuo duniani yeye makubwa. Lakini wanasoma watu usiku wanakwenda kwa vimada. Asubuhi haleluya. Elimu inafundisha, nikirudi nyumbani ninachapa pia. Nikaenda Karagwe 2020 nikafungua kanisa la Ellen Pentecost. Katika hali ya kufundisha watu, wachungaji wa pale walienda kwenye serikali wakaonga hela. Wakaniita na kunikamata kwamba sina vitambulisho vya kusoma. Kanisa nilikabidhi kwenye kanisa moja inaitwa MMPT, nikalikabidhi kule. Nikaja kusoma hapa Bukoba Kibuye kwenye chuo cha Wakorea. Vyuo kuwa na vyuo yeye tuna vyuo duniani yeye makubwa. Lakini wanasoma watu usiku wanakwenda kwa vimada. Asubuhi haleluya. Elimu inafundisha, nikirudi nyumbani ninachapa pia. Pengine tuanzie ile andiko ambalo inawezekana Mafarisayo watanieleza kwenye hilo. Yesu alisoma chuo cha nabii Isaya. Hebu tulisome hilo andiko lenyewe, tulisome chuo cha nabii Isaya. Alisoma miaka mingapi? Alipewa cheti gani kwa kusoma chuo cha nabii Isaya? Katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 16 anasema, akaenda Nazareti hapa alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu alisoma chuo cha nabii Isaya. Alichukua miezi mingapi kufungua hiki chuo hapa, kukisoma hiki chuo cha nabii Isaya? Yesu alichukua shahada gani hapa ya uzamivu, ya udaktari, kwa sababu ya kusoma chuo cha nabii Isaya hapa? Enyi wana wa majoka, enyi kunguru nyie, nataka ufahamu, woga wako hautabadilisha maana ya maandiko. Hautabadilisha maana. Woga, unafiki wako, roho mbaya yako, ukatili wako havitabadilisha maana ya maandiko. Hii imesema wanafunzi walikaa kwenye chuo cha Yesu. Walikaa kwenye chuo cha Yesu miaka 3. Walikuwa kwenye darasa gani? Walipewa cheti gani? Walifanya mahafali gani? Walivaa kofia gani inayoonyesha kwamba wame qualify sasa? Walivalishwa jola aina gani? Yesu aliagiza nini? Aliagiza nini watu walipojiuliza juu ya elimu yake? Aliagiza nini? Katika kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 14 imeandikwa kusema, hata ikawa katika sikukuu Yesu alikwea kuingia hekaluni akafundisha. Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu elimu ambayo hakusoma? Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake aliyenipeleka, atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Mtu akipenda kuyatenda, sio akipenda kuyasomea. Sio akipenda kuyasomea, akipenda kuyatenda, akihiari kuyatenda, akiona vema kuyatenda, akijua kuna thawabu duniani na baada ya maisha haya, kuyatenda, atajua na uwezo huu wa akili nilio nao, atajua na hii nguvu nilio nayo ya kubariki na kugusa maisha ya watu. Atajua
Ukitaka ufahamu, hebu ona mimi ni wale ambao 100% unajua Mungu anatenda kazi ndani ya mtu huyo. Mimi niliishia la 7 na bila shaka ni Mungu aliuchora ule mchoro ili watu wasije wakaitukuza elimu, wakaacha kutukuza njia za Mungu, mwenendo ulionyoka mbele za Mungu. Niliishia la 7. Lakini ilipofika mara kuna amri ya ni lazima usomee, mimi nilisema baada ya kusomea nitatumia kitabu gani kufanyia neno la Mungu? Kama ni Biblia, Biblia imetaka tutende. Una qualify kuwa mchungaji kwa matendo yako. Anasema pengine tulisome hilo leo, tulisome katika Timotheo wa kwanza sura ya 3, tuone kama mtu anayetaka kuwa askofu, kuwa mchungaji, hebu tuone kama pana kipengele kinasema akasomee theolojia. Twende kazi hapa katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo sura ya 3 mstari wa 1. Sema neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Twende sasa kwenye vigezo. Askofu anatakiwa aweje? Basi mempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuae kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuae kutisha watoto wake katika usahivu. Yaani mtu asiyejua kusimamia au asiyeweza kusimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe ameongoka karibuni, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Sasa hoja yangu, swali hapa, ni wapi ambapo mtu atakayekuwa askofu kwenye Biblia hii imeweka kakipengele ni lazima awe amesomea chuo cha Biblia? Ni wapi? Kwenye Biblia ipi? Nye mijoka, nye mishetani, nye kwenye Biblia ipi? Wewe sema woga wenu, roho mbaya yenu, ukatili wenu, kutafuta uhalali wa kudhulumu watu, kutapeli watu, kuonea watu, ndicho kinachowapeleka kusomea. Kwa sababu kwa sehemu kubwa kusomea kunaenda kupindua na kupunguza makali ya dhuluma, makali ya zinaa, makali ya uuaji, makali ya ubaya wote mnaofanya. Vinarahisisha, inaanza kuonekana kama ni madogo tu, ni madogo tu, mpaka ukitendewa wewe ndo unaanza kusema hili ni dhambi, hili ni baya. Jamani, tumuogope Mungu, tuwe na hofu ya Mungu. Mwana wa joka wewe, mwana wa joka wewe. Mitume haya mnaosema walipata cheti, mitume walikaa chuo cha Yesu wakapata cheti. Mitume wepi? Mitume wepi? Wachawi wa kijini kwenu? Mitume wepi unaozungumzia wewe waliopata cheti? Twende usome Matendo ya Mitume. Waliopata cheti ni kwamba ni kweli mamlaka za kuzimu huwa zinakuwa na nguvu ya kuwalazimisha wahubiri, kwa sababu zinafahamu kitu kilichowekezwa kwenye vyuo vya Biblia automatically unabadilika. Ukishaenda kwenye vyuo vya Biblia unabadilika. Sikia mitume katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu wala wasio na kile kiitwacho maarifa ya dunia hii, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo wale watu waliona ujasiri, kwa sababu automatically ujasiri, mbarikiwa ni jasiri, una karama ya ujasiri. Hakuna cha karama ya ujasiri. Ujasiri automatically unakuja kwa sababu ya njia zako zikiwa sahihi. Baada ya Adamu kutenda dhambi, automatically akawa mwoga. Wengi wenu nyinyi hamwezi kusimama mkiambia kasome kule, katika cheti kule, dhulumu watu hapa, pora watu hapa, nyang'anya vitu vya watu hapa, andika hiki kwenye katiba, nitanyang'anya mali za watu, nitapora hiki. Yani
wengi wenu nyie amuwezi kusimamia misimamo, kwa sababu nje na hapo kuna vitu twingi mnatuchanganya. Kwa hiyo walikwambia tu tutachomoa flash tukukumbushe mambo fulani. Mimi kuna watu wanasema sisi tunakufahamu, wewe ni jirani yetu hapa, tunafahamu tabia zako. Sisi tukisema tuseme hapa utadhalilika. Wanaambia hebu jitokeze, sema hiyo tabia. Adam alipotenda dhambi automatically akawa mwoga. Sauli alipotenda dhambi automatically akawa mwoga. Dhambi haina huijui kuwa ni dhambi. Dhambi haina huijui kuwa ni dhambi. Yenyewe ukishaifanya tu woga unakuingia. Kwa hiyo vyo vya Biblia vilichofanya vime neutralize, vimefanya yani dhambi ionekane ni dhambi tu, kwa sababu dhambi ni ile usiopenda kutendewa wewe kwa asilimia kubwa. Dhambi ionekane ni dhambi tu ukitendewa wewe, sio ukitenda wewe. Ndo vyo vya Biblia vimetengeneza kizazi cha aina hiyo. Sasa hawa ndo mitume, hawakuwa na cheti chochote. Nataka tu ufahamu, mtu wa Mungu, ya kwamba tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Hawa ndio ambao watakuja kusimama kwamba sisi tuliambiwa tusiseme kwa jina hili, tuseme kwa jina la Mafarisayo. Manake tukasomee roho mbaya, ukatili, kuwaua, kuwatesa wanaopinga mabaya. Sisi tulikataa, tukasema sheria na maagizo ya Mungu yanatakiwa yatendwe, sio yasomewe, sio yakaririwe. Tenda. Ni kweli tuliteswa, ni kweli tulitoa magerezani, ni kweli tuliuawa, lakini wewe mwenzetu umetokea wapi wewe na cheti cha Biblia iliyokufanya uwe mwoga? Naongea hivi, na wafahamu hata wale ambao mnasemaka kwamba hawa ndo wanahubiri ukweli, kama Mbarikiwa anavyohubiri ukweli, hawa ndo majembe. Ninakuhakikishia watu wa aina hiyo, kaangalie, wana umaarufu sana, wana makundi makubwa, lakini makundi ya watu nyanya, mayai, makundi ya watu ambao huwezi ukaona hata mtu mmoja anayeweza kusimama kwanza kama mhubiri huyo alivyo, kwa sura ya mhubiri huyo. Hawezi ukaona mtu hata mmoja ambaye unajua baada ya mhubiri huyo atasimama awe ni huyo atakayevaa sura ya mhubiri huyo. Hawezi ukaona mtu hata mmoja mwenye imani inayotikisa misingi ya ulimwengu. Ili ni kuonyesha ya kwamba uzuri wa mahubiri sio kundi kubwa linalokuwa limewazunguka hapo na vimapepo hewa hivi. Amna. Thamani na picha na nguvu ya mhubiri ni kutengeneza mtu aliye na picha ya watu wa Biblia walivyokuwa, kutengeneza mtu aliye na picha ambaye akina Paulo wakisema tulifungwa magerezani, atasema na mimi pia tuliteswa, na mimi pia tulilala njaa kwa ajili ya neno, na mimi pia tulikuwa wapweke, na mimi pia. Safari, yani karibu kila kitu unaenda kuonyesha mapito ya watu wa Biblia walivyopita, na wewe unasema umu nilipita, hapa nilipita. Sasa kuonyeshe mashahidi. Napomaliza utaona hapa hakuna kipimo cha hawa walisomea. Hautakutana kipimo cha hawa walisomea, hawa ndio mashahidi watakao kwenda kutuzunguka. Hautakikuta. Kuna maisha waliyaishi, walizipinga amri za kipumbavu zinazopotoa neno la Mungu bila kujalisha hatari ni kubwa kiasi gani. Walizipinga, walikuwa waaminifu hata kufa. Na ndio maana nawaambia, baada ya kunisikiliza mimi, wengi wa mliosoma vyuo vya Biblia, kama utatubu na kufichua uchafu wote uliopandikizwa kule na kuamua sasa usimame kwenye wito kabisa, na kuhakikishia
Na kuhakikishia kwanza tu hata hapa huna sura ya watu wanaenda kusoma hapa. Huna hii sura wewe. Huna hii sura. Na hautaenda popote, jikanyageni, tunaenda mbinguni. Vipimo ni hivi hapa vya kwenda huko mbinguni. Twende tusome. Twende nikusomee katika Ibrania 11. Ibrania 11. Nianzie tu mstari wa 15, wa 35. Shemana wake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhiaka na kwa mapigo, naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakivaa ngoo za kondoo na ngoo za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Ndipo Ibrania 12 mstari wa kwanza anasema hivi: basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Takafahamu kuna mashindano yamewekwa mbele yetu. Hawa watu walishindania imani kwa sura kama hizi, kwa mapambano kama haya. Hapa hauoni kipengele kisemacho hawa wote wakasoma, wakatunukiwa cheti cha udaktari, shahada ya udaktari, ya uzamivu, ya diploma, degree. Pumbavu, mijoka nye. Soma mapito ya baba zetu haya hapa, na yote haya yamewapata katika kueneza Injili, katika kupinga. Unajua kuna vitu hata watu wenyewe sema hiki kidogo tu. Wewe imagine kwa mfano kusujudia sanamu ya Nebukadreza. Kulikuwa na ubaya kiasi gani hata akina Shadraka, Meshaki na Abednego wakubali kuingia kwenye moto? Kulikuwa na ubaya kiasi gani? Mordekai kumsujudia Haman, kulikuwa na ubaya kiasi gani? Kuna vitu ambavyo unakaona kadogo, lakini hauangalika na kwenda kutokea kanaenda kukufanya kuwa nani. Kuna vitu ambavyo mnaweka kichwani, sema mshike sana elimu, usimwache aende zake. Hata kuvuta bangi ni elimu. Nataka ufahamu elimu ni kujua, lakini elimu iliyotakwa ambayo ilitakiwa kuishika ni kujua kufanya yaliyopasa kufanya. Ndio tafsiri ya elimu. Lakini kama unachojua kila kupewa cheti ni elimu, basi nataka ujue kuna watu husomea usagaji, kuna watu wanasomea ushoga na wana qualify, wana pass. Kwa hiyo sio ushike kila elimu, sio kila kinachoitwa elimu ukisike. Shika elimu ambayo maana halisi ya elimu. Maana halisi ya elimu ni kwamba jua kufanya lilivyopaswa kufanya mahali palipopaswa kufanya. Na kwa sehemu kubwa, kwa mujibu wa Biblia elimu yake ni maagizo na maelekezo haya. Kufaulu kwake, kuqualify kwake, kuonekana umestahili ni matendo yako. Biblia haijasema mtawatambua tena kwa elimu yao, mtawatambua kwa matunda yao, kwa matendo yao. Sasa naamini kabisa unakubali kwamba hapo hapana neno linalozungumzia hapo, nalozungumzia hawa wote wakafa wakiwa wameshasoma. Hapana. Watu wajinga mnasema Paulo alisoma, kasome Wafilipi 3, alisema nilikuwa na elimu za hizo zote za Kifarisayo, lakini kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya matendo mema, na alivihesabu kuwa kama mavi
nalihesabu kuwa kama mavi ili nimpate Kristo. Manake sikuyatumia tena hayo mavi, sikuhangaika tena na hayo mavi. Nilitumia mwanzo mpya ambao nilikutana na Yesu, ambaye alisema kuua watu wema waniudhi mimi. Hata kama umesoma kwa sehemu kubwa, mnaokuwa mmesomea ni watu mnaohusika kutesa, kufunga, kuua watu wema. Kama ulivyomsikia huyo mchungaji hapo anasema wachungaji wahubiri walienda kuchongea kwenye serikali, ikamtia matatani eti kwa sababu hajasoma, hana sifa za kuwa mchungaji. Mimi ni wale waliosema ni heri nife. Mimi nimesema sitafanya kitu chochote ili kumfurahisha yeyote hapa nilipofika. Kama nitaishia hapa, naamini nitakuwa ni mtu niliyeishi kishujaa sana, lakini isivyo Jehova, naamini kuna siku inawezekana tukiwa duniani hapa na mimi nikiwa hai, hata kama ni kwa maumivu kiasi gani, inawezekana atakuja Yehu ambaye atapitia karibu kila tendo lililowahi kutendwa, na hasa hiyo hukumu itaanzia kwa mlioitwa wahubiri, kwa sababu kupitia vyo vya Biblia mmehusika sana kupata mbinu za kuminya, za kubinya watu wema, mkiwa mnashirikiana na mamlaka za kuzimu za uovu zinazokuwa zimeacha Mungu ameziruhusu shetani aziweke kwenye viti vya hukumu na viti vya maamuzi. Sasa nimalizie ili andiko hapa, muone kama pana. Hawa ndio mashahidi, hawa ndio watu ambao utakapofika kwa Mungu unatakiwa uwe na sifa mojawapo kati ya hizi walizokuwa nazo. Utaona sifa ya PhD, ya diploma, cheti cha Biblia, mijoka nyie, kunguru nyie, popo nyie, wana wa kuzimu, wana wa jehanamu nyie. Katika Ufunuo sura ya 9, sura ya 6 mstari wa 9 imeandikwa kusema, na alipofungua muhuri ya 5 nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Ee Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaowawa vile vile kama wao. Hebu niambie, kama kuna mchungaji, mhubiri yoyote, niambie kama kuna mhubiri yoyote katika wahubiri waliosomea vyuo vya Biblia aliye na mahubiri yanayoweza kushawishi mamlaka za kuzimu zimuue. Niambie aliye na mahubiri, yani hata wakijaribu walau wakemee sasa uovu kwenye jamii ama kwenye mamlaka, kama zinaua watu, zinateka watu, zinadhulumu mali za watu, hata wakijaribu kukemea mara moja, unakuta tu baada ya siku 2-3 hayupo, amekimbilia kwenye dhambi mpya. Naambia wewe mtu wa Mungu, hakunaga dhambi mpya, dhambi ni zile za kuna jipya chini ya jua. Lakini huyo kachoropoka kule naanza lakini huyu naye anakemea dhambi, anakemea. Kemea mpaka mwisho, hata kama kweli utaji majina ya watu, tukuone kila siku umenyoka na utekaji, uuaji, uporaji, dhuluma, unakemea hizo mamlaka. Kuna watu unasikia tu, nitaanza sasa kukemea, niko tayari kufa na chuo cha Biblia. Nijulishe mhubiri ambaye amesomea chuo cha Biblia. Nijulishe mhubiri kasomea chuo cha Biblia, ana injili inayoweza kushawishi mamlaka za dunia zimuue. Nijulishe. Wote wana maneno tu ambayo dhambi za wauza mchicha, dhambi za wenye maduka, dhambi tu za watu wa chini. Hawezi kukemea dhambi za wale walio na uwezo wa kunyosha mkono wakamtia gerezani.
wale wasiopenda uguse dhuluma yao, uuaji wao, ufisadi wao. Huko uwezi ukamwona hata kama kweli hataji majina, lakini uwezi ukamwona akiwa ananyookea akisema dhuluma hiyo. Na Biblia hapa itawatambua watu ambao waliuawa kwa sababu ya jina hili. Nataka tu nimalize kwa kuambia mtu wa Mungu ya kwamba somo haionjwi. Wewe ambaye umesomea chuo cha Biblia, wewe ambaye unataka kwenda kusomea kwa sababu pengine anakuambia ili usajili kanisa lazima ukasome, ili uqualify kuwa mchungaji lazima ukasome, nakwambia acha mara moja. Uliosomea, tubu, jitokeza hadharani, tubu, lakini pia elezea uchafu wote uliopandikizwa huko ndani. Bila shaka unaweza ukapata rehema kwa Mungu, na hatimaye tuianze sasa safari upya, safari upya ya injili kabisa, injili ilivyotakiwa. Tuilipue hiyo kwamba utahubiri kwa wiki 2, kwa miezi 5, kwa miaka 3. Itajaa dhiki, itajaa mateso, lakini ndio injili ingeweza kuokoa nchi, ingeweza kuokoa taifa, ingeweza kuokoa dunia. Lakini hii ya mabua, hii ya moto wa mabua, hii ya theolojia hii hata ukisifiwa kwa muda bado utazaa watu nyanya, utazaa watu mayai, hawezi kuwa waaminifu hata kufa. Kula chuma hicho. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa ama afae katika Bwana tangu sasa, atapumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, mwamuzi wa mwisho, Mungu mwenye haki, yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha. Nikaenda Karagwe 2020, nikafungua kanisa la Ellen Pentecost. Katika hali ya kufundisha watu, wachungaji wa pale walienda kwenye serikali wakaonga hela, wakaniita na kunikamata kwamba sina vitambulisho vya kusoma. Kanisa nilikabidhi kwenye kanisa moja inaitwa MMPT, nikalikabidhi kule. Nikaja kusoma hapa Bukoba Kibuye kwenye chuo cha Wakorea. Vyuo kuwa na vyuo, tuna mavyuo duniani makubwa, lakini wanasoma watu usiku, wanakwenda kwa vimada, asubuhi haleluya elimu inafundisha, nikirudi nyumbani ninachapa pia. Karibuni chakula. Ndio. Karibuni chakula jamani, hapa tunakula. Karibuni sana. Tunalia kwenye sufuria. Na watu watachanganywa hapo kama sio sawa dada, na comment za kutosha. Wamezidi. Mpaka kwenye sufuria. Muda mwingine mambo kama haya ni kurahisisha. Ndio kabisa. Unakoa muda. Ndio. Muda ambao ungeenda kwa sahani kufanya unafanya jambo lingine. Sahani 2 hapa tayari tumeona sahani 2. Na tumali kwenye vikombe hivi vya kushushia tukimaliza kula. Kwa hiyo bwana, maisha ni simple sana, usijipe kazi sana kwa kweli. Kama ni kuvaa, usivae yani za kujipa shida kama hivi. Nimevaa gauni, nimestiri mwili wote. Nasema ukijua mwili binti, ukijua thamani ya mwili wako, utautunza, utaustiri, ndio, utauficha, utauhifadhi. Nasema mali nini, madini gani yale? Nasema yanapatikana chini sana. Lakini mawe juu washinda mtu anachezea. Yani wanafanya chochote anachotaka. Wanakoroea ugomvi, walevi wanarushiana mawe hayo. Amna mawe yako ama yana muda mawe. Ila nayo hizo sababu nayo ni mawe. Lakini ni ya thamani. Yako chini, yani chini kwa sababu ni ya thamani. Yamejihifadhi chini, kwa ukiyatafuta lazima yagaramikia kwa chini. Kwa hiyo sasa wadada, sio vizuri kuacha mwili wako uchi. Tunza mwili wako, ufiche, uhifadhi. Basi sisi tunaendelea kula hapa. Ndio. After sio wao tunakula
Hiyo tabia hatuna. Tunakula kwa kukomboa wakati. Ndio hapa tukashone. Hapa tumetoka ibadani. Ndio. Tunaongoza watu. Nataka tukate hapa. Tunakula viazi mara moja kama chakula kilaini. Baada ya hapo chakula kingine kitafuatia, kama ni ugali, kama ni wali, kama chakula kingine chochote kitafuatia ile wakati tunatanguza kitu kilaini. Kwa kweli watu wa Mungu, mimi napenda kusema kwamba kampeni yetu sisi ni ile. Sisi tuko tuna vijana. Nyama binti. Kuishi bila mahusiano. Inawezekana. Bila hatuna neno lingine. Hatuna ndo. Yaani tugeukie huku na kule ni lile. Kuishi bila kujichua. Inawezekana. Kuishi bila kunyeto. Inawezekana. Kuishi bila kujipapasa. Inawezekana. Kuja ni huruma tasifa. Mama. Yaani unakuta muda mwingine wamekaa wageni ndani anaona wanamkera. Alafu tukisema kuishi bila mahusiano, wengine wanasema hamtaki kuolewa, mnakataza wengine kuolewa. Tofautisha mahusiano. Tofautisha kuchezewa na kuolewa. Kwa kweli tofauti ni kubwa sana. Kubwa sana. Tunakataa sisi kuchezewa, tutaki kuolewa. Hivi kwamba kwa hiyo kama ukikataa kuwa na mchumba utaolewaje? Kwa hiyo ndio maana unaonjwa. Haya.